Kuna filamu nilipata kuiangalia, inaonesha rais wa nchi akipitia katika misukosuko mikubwa mno. Yaani akiwa katika jaribio la kuuawa, ndio jaribio la kupinduliwa. Na waliokuwa wanamlinda walifanya makusudi ya pekee ya kuhakikisha rais hapati mahangaiko ama madhara ambayo yalikuwa yamekusudiwa na wale waliokuwa wanapanga kumwangamiza ama wanapanga kumpindua. Lakini mwisho wa kisa hiki natatafakari ya pekee kidogo. Sababu mwisho wa kisa hiki ilikuja kugundulika kwamba makamu wa rais ndiye aliyekuwa nyuma ya mipango yote hii katika hiyo filamu. Na ilikuwa ni mshangao. Kila mmoja hakuamini, kila mmoja hakuelewa kile ambacho kimetokea na kile ambacho anakishuhudia baada ya kujihakikishia pasipo mashaka ya kwamba msaidizi wa karibu sana wa yule rais ndiye aliyekuwa nyuma ya mpango wa mapinduzi hayo kwenye kisa cha iko filamu. Katika sehemu ya maandiko matakatifu leo, somo la Injili, tunashuhudia kwamba anayepanga maangamizo ya Kristo, anayepanga usaliti wa Kristo ni Yuda Iskarioti, rafiki wa karibu aliyekuwa ametumainishwa na kushikishwa dhamana ya kutunza fedha kati ya mitume wote waliokuwa pamoja na Kristo. Pasi na shaka huyu ni mtu ambaye aliaminiwa sana na Kristo. Ndugu yangu, tutokea pia mara nyingi katika maisha yetu. Tunaumizwa na usaliti. Tunapata maumivu makali kwa sababu wale tuliowaamini sana, wale tuliowapa dhamana pengine ya maisha yetu, wale tuliowafunulia pengine hazina ya mioyo yetu, wale tuliowaeleza mambo ya msingi ya usuyo maisha yetu, tunagundua kwamba hao ndio wanaotusaliti. Kristo Bwana wetu katika safari hii ya Juma Kuu hawaachi tu wale ambao wana nia na hila ya usaliti. Anawafunulia na kuwaambia. Anamwambia Yuda Iskarioti, nataka kulifanya lifanye haraka, sina hofu na usaliti wako. Na anamwambia Simoni Petro ya kwamba utakuja kunisaliti, utakuja kuniacha. Haongei haya akiwa na furaha, basi na shaka anaongea haya akiwa na uchungu mkubwa, kwa sababu hawa ni watu waliomzunguka na ni watu wanaomwamini sana. Tumuombe huyu Kristo anayepitia safari hii ya mateso katika juma hili kuu, atupatie nasi ujasiri wa kuweza kuwavumilia watesi wetu, wasaliti wetu, lakini kwa namna pekee kuweza kusali na kuomba kwa ajili yao, ili neema ya Mungu iweze kuwafunika, pengine waweze kubadilika katika tabia na mienendo yao. Pamoja tunyenyekeze katika huruma ya Mungu na tuseme Yesu na kutumainia.